Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Ndugu zangu wa Kenya, hamjambo. Karibu sana niwapashe yale ambayo yametendeka. Ninakuomba kama unanitazama kwa mara ya kwanza, tafadhali piga subscription. Vile sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Ninakuomba. Mtoto wa aliyekuwa waziri mkuu wa zamani hapa nchini Kenya, hayati Raila Odinga, mtoto mwenye anaitwa Raila Odinga Junior, ameweza kukataa uteuzi ambao Rais William Ruto aliweza kufanya kwa kumchagua mama yake mzazi Ida Betty Odinga, mke wa aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, kama balozi wa Kenya wa kudumu katika mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa, ukipenda UNEP. Rais Ruto siku ya Ijumaa tarehe 23 Januari alifanya uteuzi kama njia moja ya kufanya ama kuonyesha urafiki aliyokuwa nao kuelekea kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Aliamua kumchagua Ida Odinga, mke wake, kama balozi wa Kenya upande wa United Nations katika idara ya mazingira. Lakini uteuzi ule, mpenzi mtazamaji, umeweza kuonekana kwamba ni kama Ruto anataka kuvuruga familia ya Odinga. Na nimekuambia kwamba mtoto wa Odinga mwenye anaitwa Raila Odinga Junior amekataa uteuzi huo. Sasa ni kitu gani hichi ambacho kimefanya Raila Odinga Junior amekataa uteuzi huu? Na ni kwa nini William Ruto ameweza kuamua kufanya uteuzi na kumchagua ama kumteua Ida Odinga kama kuwa balozi wa kudumu wa United Nations kipengele cha mazingira? Wachambuzi wa siasa au wale watu ambao wanafuatilia siasa sana katika taifa letu la Kenya huwa wanasema kwamba kwenye ulingo wa siasa hakuna kitu ambacho kinatokea bila ya mpango. Huwa kimetokea, huwa kimepangwa ili kutimiza lengo fulani. Tafadhali ninakuomba upige subscription. Sasa kwa wale ambao mjaweza kujua vizuri, Rais Ruto aliweza kumchagua Mama Ida Odinga kama ambassador and a permanent representative to the United Nations Environmental Program. Na toleo hilo liliweza kutolewa na msimamizi wa wafanyakazi mwenye anaitwa Felix Koskei. Yeye ndiye aliweza kutangaza hilo, mpenzi mtazamaji. Kwa lugha ya Kiswahili kuna wale ambao wataniuliza hayo mambo ambayo umeweza kusema kwamba Ida Odinga aliweza kuchaguliwa yanasema aje? Kwa lugha ya Kiswahili tunasema kwamba Rais Ruto aliweza kumteua Ida Betty Odinga, mke wa aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, kuwa balozi wa Kenya na mwakilishi wa kudumu katika mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa UNEP. Sasa Mama Ida Odinga yeye ndiye atakuwa anawakilisha Kenya pale. Yaani yuko kwenye payroll ya serikali. Yaani serikali William Ruto amemwajiri kamili. Hatua hii ya William Ruto kusema ukweli kumchagua ama kumteua Ida Odinga ni njia moja ya kutaka chama cha ODM
cha aliyekuwa waziri mkuu wa zamani kiweze kumuunga mkono rasmi Ruto tukielekea katika uchaguzi wa mwaka 2027. Unajua, baada ya Raila Odinga kuaga dunia, mpenzi mtazamaji, viongozi ambao wanaegemea upande wa serikali ambao wanasema tutam aswa kutoka kwa chama cha ODM walikimbia haraka sana, wakamchagua Oburu Odinga awe party leader. Hawakuwa wanataka watu kama vile akina Babu Owino wenye hawataki serikali ya Bwana Ruto. Wakamweka Oburu Odinga mwenye yeye ameweza kufurahia kuingia kwa serikali, na akina Gladys Wanga, Junet Mohamed na wengine. Sasa kuna watu au kuna mrengo mwingine wenye hautaki chama cha ODM kiweza kuingia kwa serikali, kikiongozwa naye Edwin Sifuna, Babu Owino, Winnie Odinga, Raila Odinga Jr. na wengine. Hao hawataki chama cha ODM kiweza kufanya kitu ambacho kinaitwa coalition. Juzi tu mliweza kuona yani Winnie Odinga alienda Kibra kwenda kujipigia siasa pale. Akasema kwamba hakuna siku ambayo Raila Odinga alisema kwamba ameacha mtu yeyote kwa serikali. Na hakuna siku ambayo Raila Odinga alisema kwamba chama cha ODM kishirikiane na serikali. Alisema hivyo, sio mimi nimesema. Yani Winnie Odinga ndiye aliweza kusema. Kitu ambacho kiliweza kuonesha wazi kwamba familia ya Raila Odinga haitaki chama cha ODM kiingia kwa serikali. Sasa William Ruto ameona ni njia gani atataka familia ya Raila Odinga iweze kumuunga mkono. Amemchagua Ida Odinga kuwa balozi na mwakilishi wa kudumu wa Kenya upande wa United Nations, Umoja wa Mataifa. Yaani kwa lugha ya Kimombo wanasema kwamba divide and rule, gawanya tawala. Changanya wao kabisa utawale. Kwa sababu familia ya Raila ndio inaonekana kwamba haitaki kumuunga William Ruto. William Ruto ameamua amchague Ida Odinga, ili Ida Odinga aambie Winnie Odinga kwamba sasa kwa sababu nimepata kazi kwa serikali, wacha tumuunge Zakayo mkono. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Lakini mtoto wa Raila Odinga, mvulana mwenye amesalia mwenye anaitwa Raila Odinga Jr. amekataa uteuzi huo wa William Ruto. Katika chapisho ambalo Raila Odinga Jr. aliweza kuliandika kwenye mitandao ya kijamii na akalifuta, lakini mimi niliweza kulipata, aliandika kwamba, acha nikulitafutie. Aliandika hivi, tanipea muda kidogo nikulitafutia hapa kidogo tu, mbona mitambo yangu haitaki kufungua. Lakini kwa lugha ya Kiswahili alisema kwamba hauwezi ukafanya uteuzi bila ya kuconsult, yani bila ya kujadiliana na familia ya Odinga waone iwapo wanataka Ida Odinga achukue wadhifa ule au hataki. Yani huyu mtoto mwenye anaitwa Raila Odinga Jr. anaona ni kana kwamba William Ruto alifanya ule uteuzi bila ya kumshirikisha mama yake mzazi. Anasema kwamba you can't appoint Mama Ida without consulting the family. She is not even aware. Yani hauwezi ukamchagua Ida Odinga akuwe mwakilishi na balozi wa Kenya Umoja wa Kimataifa kipindi ambapo hajui na hata haujaweza kushirikisha familia ya Odinga kwenye maoni uone iwapo wanataka au la. Nimekuambia lengo la Zakayo ni kutaka kufanya nini? Kutaka kwa lazima familia ya Odinga iweze kumuunga mkono.
Na Winnie Odinga ameonekana kwamba hataki kabisa issue ya kumuunga William Ruto mkono. Kumbuka kwamba Oburu Odinga yeye anamuunga William Ruto mkono. Gladys Wanga anamuunga William Ruto mkono. Lakini kumbuka kwamba Winnie Odinga ni mtoto wa Raila na chama cha ODM kilikuwa cha Raila. Winnie Odinga amesema kwamba haondoki kwa chama na hakuna mtu yeyote mwenye atafukuzwa. Kumbuka kwamba akina Oburu, akina Wanga wamekuwa wakisema kwamba Edwin Sifuna aondoke, akina Babu Owino waondoke. Lakini Winnie alisema kwamba hakuna mtu mwenye ataondoka. Ishara kwamba amewafunga. William Ruto akasikia hivyo, amekimbia. Amechagua Ida Odinga kama balozi wa Kenya na mwakilishi wa kudumu wa Kenya katika Umoja wa Mataifa. Umoja wa Kimataifa, United Nations. Kitengo cha mazingira. Mtoto wa Raila amesema kwamba hauwezi ukafanya uteuzi bila ya kushirikisha familia ya Odinga. Ishara kwamba amekataa. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Je, unamuunga huyu mtoto wa Raila Odinga mwenye anaitwa Raila Junior kwa kukataa wadhifa huu wa William Ruto ambao ameweza kumchagua mama yake mzazi? Au wewe unasema kwamba kijana, tulia, mama apate kazi? Wazo lako ni lipi? Kwa sababu huyu kijana anaona kwamba mama yake kuchaguliwa na William Ruto kuingia kwa serikali, kuingia kwenye payroll ya serikali, ni ishara kwamba wanataka kumlazimisha Winnie Odinga kukubali chama cha ODM kiweza kumuunga William Ruto mkono. Sijui wazo lako ni lipi? Ninaomba uweze kunishirikisha hapa, tuweza kuzungumza tu hapa chini. Wewe unasema lipi? Mimi ni Bwana Ezra na ninakuomba uweze kusambaza hizi kanda.